Mwaka jana kipindi kama hichi benki yetu bado ilikuwa ndogo. Tulikuwa na balance sheet ya bilioni 900. Mpaka tunafunga tarehe 31 Disemba, mali za benki yetu zilikuwa zimefikia trilioni 1.3, ambao ukitaka kuweka katika asilimia au in percentage ni ukuaji wa almost asilimia 44. Mwaka jana ambao ni mwaka 2024, benki ilikuwa na faida ya bilioni 24.68. Mwaka huu ambao ni mwaka unaoishia Disemba 2025, faida yetu ilikuwa mpaka ikafikia bilioni 35.35, ukiwa ni ukuaji wa almost asilimia 43. Je, maendeleo yetu yanaakisi wakulima wadogo? Yes, naweza nikasema ndio, kwa sababu kinachoangalia kikubwa sana ambacho tunataka kufanya sisi ni kubadilisha maisha ya watu. Na unabadilishaje maisha ya watu? Unatoa mtaji. Unapotoa mkopo unatoa mtaji. Lakini pia huwa tunaangalia impact. Impact inatokea pia kwamba unapompa mtu mtaji ataajiri na wengine. Kitu kingine ambacho ningependa kukiongelea kidogo ni mikopo chechefu, inaitwa non performing loan ratio. Mwaka jana tumefunga na ratio ya 2.5. Mpaka tunapoongea tuna mikopo chechefu kama bilioni 18. Na katika kitabu cha bilioni 800 ndio sababu tuna mikopo chechefu ya 2.5. Mwaka huu tumeplani kutoa almost bilioni 300 kwa sekta ya kilimo, na tunaposema sekta ya kilimo tunaangalia mnyororo mzima wa kilimo, kuanzia yule mkulima mdogo kabisa mpaka yule mkubwa. Tunatoa mikopo kwenye namna mbili tofauti. Huwa tunatoa mikopo moja kwa moja kwa wakulima, lakini pia tunafanya kwa kushirikiana na mabenki ya kibiashara kupitia mfuko wetu wa dhamana ya mikopo kwa wakulima wadogo. Kwa mwaka jana mikopo yetu ilikuwa kwa asilimia 67 kutoka 2024, na mikopo ilikuwa mpaka bilioni 429. Lakini pia tuliweza kufadhili au kutoa mikopo kwenye miradi ya 250, na wanufaika wakulima ambao tuliweza kuwafikia ilikuwa ni wakulima 233,434. Kwa hiyo tumetenga fedha kabisa bilioni 160 ambayo itaenda kwenye ujenzi wa maghala pamoja na sehemu ya kuhifadhi mazao. Kwenye ujenzi wa maghala tutajikita zaidi kwenye mpunga pamoja na mahindi. Ni maeneo ambayo tumeona kuna shida kubwa na upotevu upo ni mkubwa.